Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amefanya mazungumzo na kiongozi wa mpito Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa, akimwambia kwamba yupo tayari kumhakikishia utimilifu wa ardhi yake ya Syria, huku akisema kwamba atampa ushirikiano wa vitendo. Hata hivyo, Rais Vladimir Putin alituma ujumbe huo kwa kiongozi wa Syria akiunga mkono juhudi za kuhakikisha juu ya utimilifu wa ardhi yake. Hii ni kwa mujibu wa Kremlin ambayo imetoa maelezo hayo siku ya leo ya Alhamisi. Kuanguka mwezi Disemba kwa Rais Bashar al-Assad kwa vikosi vya upinzani vyenye silaha vinavyoongozwa na al-Sharaa baada ya miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kumeilazimu Urusi kuhangaika kulinda kambi zake nchini humo. Moscow pia ina wasiwasi na wimbi la mauaji ya kidini nchini Syria, lakini pia na mashambulizi yanayofanywa na Israel mara kwa mara. Hata hivyo, Moscow imesema kwamba ipo tayari kulinda ardhi ya Syria ambayo nyingine tayari ipo katika mamlaka za watu wa Israel, na ndio maana Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema kwamba anampa ofa al-Sharaa juu ya juhudi za kuhakikisha utimilifu wa ardhi ya Syria na yuko tayari kutoa ushirikiano wa kivitendo. Putin alimwambia al-Sharaa kuwa anaunga mkono juhudi za kuleta utulivu nchini humo haraka iwezekanavyo kwa maslahi ya kuhakikisha mamlaka yake, uhuru, umoja na uadilifu wa eneo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kulingana na mashirika ya habari ya Urusi. Putin amethibitisha utayari wa kuendelea na Urusi kuendeleza ushirikiano wa kivitendo na uongozi wa Syria katika masuala mazima ya ajenda ya nchi mbili ili kuimarisha uhusiano wa kirafiki wa jadi wa Urusi pamoja na Syria. Kremlin, ambayo ilikuwa mshirika mkuu wa familia iliyokuwa ikitawala ya Bashar al-Assad kwa zaidi ya miaka 50, imesema mapema mwezi huu kwamba inataka kuona Syria yenye umoja na urafiki kwa sababu ukosefu wa utulivu huko unaweza kuathiri Mashariki ya Kati nzima. Shirika la habari la Reuters limeripoti mwezi Disemba kwamba Urusi ilikuwa ikiondoa vikosi kutoka mstari wa mbele kaskazini mwa Syria na kutoka vituoni, milima inayotawaliwa na jumuiya ya Alawit ya Assad, lakini haikuwa ikiacha misingi yake miwili kwenye pwani ya Mediterania, kituo cha anga cha Hmeimim huko Latakia na kituo cha majini huko Tartus. Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa alisisitiza uhusiano mkubwa wa kimkakati kati ya nchi yake na Urusi wakati wa mazungumzo ya simu na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Ofisi ya rais imeeleza al-Sharaa alisisitiza uhusiano mkubwa wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili na uwazi wa Syria kwa pande zote kwa njia ambayo inahudumia maslahi ya watu wa Syria na kuimarisha utulivu na usalama wa Syria. Kadhalika, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, mshirika wa karibu wa kiongozi aliondolewa madarakani Bwana Bashar al-Assad, alitoa mwaliko rasmi wa ziara ya waziri wa mambo ya nje kwa nchi hiyo ya Syria. Kremlin hapo awali ilisema kuwa Putin na al-Sharaa walipiga simu zao za kwanza tangu kuanguka kwa al-Assad mwaka uliopita. Moscow imekuwa na nia ya kulinda kambi zake mbili za kijeshi katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita ambazo zote ziliachwa hatarini baada ya al-Assad kuondolewa madarakani na vikosi vya upinzani katika kikwazo kikubwa cha sera ya kigeni ya nchi ya Urusi. Hata hivyo, taifa la Syria wakati huu limekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini pia na kutoka nchini Israel ambapo IDF imekuwa ikirusha makombora mara kwa mara. Vladimir Putin amemtakia mafanikio Ahmed al-Sharaa katika kutatua kazi zinazokabili uongozi mpya wa nchi hiyo kwa manufaa ya watu wa Syria. Upande wa Urusi ulisisitiza msimamo wake wa kanuni katika kuunga mkono umoja, mamlaka na uadilifu wa eneo la serikali ya Syria. Moscow ilimsaidia kumweka al-Assad madarakani ilipoingilia kati vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria vya mwaka 2015 na ilianzisha mashambulizi mabaya ya angani katika maeneo yanayoshikiliwa na upinzani. Wakati vikosi vya upinzani vilivyoingia Damascus katika shambulio la radi mwezi Disemba, Urusi ilimpa al-Assad hifadhi, jambo lililowakasirisha Wasiria wengi wakiwemo watawala wapya wa nchi hiyo. Uongozi mpya wa Syria mwezi uliopita ulitaka Moscow kushughulikia makosa ya zamani wakati wa mazungumzo na maafisa wa Urusi ambayo walisema yamegusia vita vya kikatili vilivyoanzishwa na serikali ya Bashar al-Assad. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News na usisahau kulike, kucomment lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.